Hatua ya tatu ni uaminifu wa mali ya mtu mwingine. Uaminifu wa mali ya mtu mwingine. Ukisoma katika Luka 16:12 nasema, na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Kwa lazima ujifunze kuwa mwaminifu. Umeajiriwa na tajiri kwenye biashara fulani, lazima uwe mwaminifu kwenye hiyo biashara. Fanye kama ya kwako. Na tena unapokuwa mwaminifu kwenye biashara ya mtu mwingine au kwenye mali ya mtu mwingine, unapata kujifunza mbinu za kimaisha ambazo utakapopata wewe zitakusaidia kwenye maisha. Uwe mwaminifu. Tanzania wengi hawana hii. Wao wanachojua ni kula tu. Umefungua biashara, umemweka kaka yako, mweka ndugu yako, yeye anachojua ni kula tu, kuwahiana. Hajui kwamba hiyo biashara ikiisha hata yeye maisha yake yatasimama. Watu wako kwenye makampuni, wako kwenye viwanda, lakini anachojua ni kula tu, kuhakikisha ile faida inaliwa. Sasa kiwanda kikifa, huoni kwamba utakosa ajira? Huoni kwamba utarudi barabarani kutafuta kazi tena? Utakuja kanisani kumlilia Mungu kwamba nipe kazi. Uaminifu wa mali ya mtu, Mungu anaiangalia sana jinsi unavyofanya kwa mtu mwingine. Utashangaa na wewe utakapoanzisha la kwako yatakutokea yale yale. Kwa uwe mwaminifu hata kama unalipwa kidogo, kuwa mwaminifu. Alafu utashangaa utakapoingia kwenye mambo yako, Mungu atakupa kibali